Kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi ni tukio lenye athari za moja kwa moja kwa muundo wa uongozi wa nchi. Ni tukio ambalo linatakiwa kutazamwa kwanza kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipi ambacho kinapaswa kufanywa. Sasa ungana nami kwenda kuangalia ni kwa namna gani ambavyo mchakato wa kuweza kumpata makamu mwingine wa rais unatakiwa ufuatwe kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ambavyo inaelekeza. Swali la msingi sio nani anaweza kuwa makamu wa rais anayefuata, bali nani ana mamlaka ya kumteua, utaratibu gani unatakiwa kufuatwa na bunge lina nafasi gani katika mchakato huo. Ibara 47 inaweka nafasi ya makamu wa rais katika muundo wa uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa rais ni msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo ya Jamhuri ya Muungano na ana majukumu yaliyowekwa na katiba. Wakati huo huo, ibara ya 50 inaeleza mazingira ambayo makamu wa rais huacha kushika kiti chake, mojawapo ikiwa ni kujiuzulu. Kwa hiyo kujiuzulu kunafanya kiti hicho kuwa wazi. Hata hivyo, hilo halimaanishi kwamba uchaguzi mwingine wa kitaifa unapaswa kuitishwa ili kumpata makamu wa rais. Katiba imeweka wazi namna ya mchakato wa kumpata makamu wa rais pale ambapo kiti chake kinakuwa wazi. Lakini katika mazingira hayo, rais ndiye mwenye mamlaka ya kumteua makamu wa rais. Lakini kabla ya kuweza kumteua, lazima jina lake lifikishwe bungeni na kupigwa kura na wabunge walio wengi. Hivyo mchakato wa kikatiba una hatua kuu mbili muhimu. Mosi, rais kuteua, lakini pili, bunge kuthibitisha. Swali unaweza ukajiuliza, mamlaka ya chama cha siasa hapa inakuwa wapi? Sasa hapa ndipo ambapo tunaenda kutofautisha kati ya mamlaka ya chama cha siasa na mamlaka ya dola. Kama nilivyokueleza hapo awali, rais ndiye ambaye anateua jina moja, lakini kisha analipeleka katika bunge kuthibitishwa na wabunge kwa kupigiwa kura na wabunge walio wengi. Sasa ni kupitisha katika Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho anatokea makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi. Je, mchakato ndani wa CCM utakuwa vipi ama upoje? Katiba ya Chama cha Mapinduzi CCM inamtambua rais na makamu wa rais wanaotokana na CCM katika muundo wa vikao vya kitaifa vya chama. Pia inaweka utaratibu za ndani za kujaza baadhi ya nafasi za uongozi wa chama zinazokuwa wazi. Lakini mamlaka hayo ndani ya CCM hayabadilishi utaratibu uliowekwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa lugha ya rais, CCM haiwezi kumteua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya rais au bunge. Mamlaka ya uteuzi yako na rais, na bunge lina mamlaka ya kuthibitisha uteuzi huo. Hata hivyo, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe inamtaka anayeshika au kugombea nafasi ya makamu wa rais awe mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Hivyo, katika mazingira kama hayo ndipo ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kinapata nguvu ya kuweza kumteua makamu wa rais kupitia ndani ya vikao vyao vya chama, hususan kile kikao cha halmashauri kuu ya CCM Taifa.